1999 siku kama leo nchini Uingereza. Kwa majina naitwa Daniel Zablon. Niko hapa kwa ajili ya kuelezea namna ambavyo Tanganyika ilipata uhuru nchini Uingereza. Alionyesha mchango wake mkubwa juu ya kuifanya Tanganyika ipate uhuru. Mwaka 1900 kwa majina naitwa leo ni siku ya kuadhimisha kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Leo ni tarehe 18 mwezi wa 10 2023. Mwalimu Julius alikuwa anapigania uhuru wa Tanganyika na Zanzibar tukapata nchi ya Tanzania. Kwa majina naitwa Sara Elia, nipo kidato cha 3 katika shule ya Symphony Mission Secondary School inayopatikana hapa Mwanza Kisesa. Leo hii Oktoba 14 ni siku ya kumbukizi ya kifo cha Baba Julius Kambarage Nyerere inayoadhimishwa kitaifa kama vile siku ya Baba ya Taifa. Pia siku pekee yangu niko na wanafunzi wenzangu na nao wajitambulishe kwa majina yao. Karibuni. Asante. Kwa majina naitwa Neema Gerard, niko kidato cha 1 katika shule ya Symphony Mission Secondary. Na leo hii ni tarehe 14 Oktoba. Tuko hapa kwa ajili ya kumbukizi ya siku ya Baba Taifa. Kwa majina naitwa Edwin Pasco, ni mwanafunzi wa kidato cha 1 katika shule ya Symphony Mission Secondary School iliyopo Kisesa, Mwanza. Grace Emmanuel, natokea shule ya Symphony Mission Secondary School iliyopo Mwanza Kisesa, nipo kidato cha 1. Leo ni siku ya kumbukizi ya Baba Taifa. Ewe mzazi unayetutazama katika kipindi hiki ambacho kinaenda kuhusiana na kumbukumbu ya baba yetu wa taifa, naomba uwe nasi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Karibu sana. Tunaendelea kipindi chetu, tujue kuhusu historia fupi kuhusu baba wa taifa, jina lake kamili, alizaliwa lini na alipotoka. Jina lake kamili aliitwa Julius Kambarage Nyerere. Alizaliwa tarehe 13 Aprili 1922 Butiama, Mara. Tumeshajua jina lake kamili na tarehe aliyozaliwa. Pia tunahitaji kujua alitoka wapi. Unaweza kutueleza kiufupi zaidi tujue? Actually Mwalimu Nyerere alitoka Butiama, na pia baba yake alikuwa ni chifu wa kabila la Kizanaki. Na pia Mwalimu Nyerere alipenda kusoma tangu yuko mtoto mdogo, na alikuwa ni miongoni wa vijana walioipenda shule, na alikuwa ni miongoni wa vijana walioenda chuo kikuu. Asante sana kwa kuwa umetueleza hilo. Pia tunahitaji tujue elimu yake ya juu zaidi. Hivyo maana umetueleza kuwa alipenda kusoma utotoni. Kwa hiyo inamaanisha kuwa hakukomea tu hapo utotoni. Tunahitaji kujua elimu yake ya juu. Ilikuwa alisoma wapi na ilikuwa wapi, na chuo kikuu alisomea kitoka wapi? Elimu yake alisomea Tabora Boys kisha Makerere kule Uganda. Alikuwa ni Mtanganyika wa kwanza kusoma chuo kikuu cha Edinburgh, Uingereza. Sio tu kuishia elimu yake, tunabidi tujue kiundani zaidi safari yake ya elimu ilikuwaje. Alisoma hadi Uingereza katika chuo kikuu cha Edinburgh. Alifundisha sekondari kabla ya kuingia kwenye siasa. Actually alijulikana kwa jina la Mwalimu kwa sababu mwalimu halisi, na hata alipokuwa rais hakuwahi kujisahau. Asante sana. Hapo nina swali kiufupi. Kwamba umenieleza kwenye chuo cha kikuu alisomea wapi? Edinburgh. Huko kwa Edinburgh. Inapatikana Uingereza. Pia ulisema alifundishia shule ya sekondari kabla ya kuingia kwenye siasa. Nahitaji kujua huyo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, yaani yeye kupigania uhuru alianza wapi? Kupigania na uhuru. Actually kupigana uhuru alianzia Tanganyika, ilikuwa ni nchi ya Waingereza.
Pia mwaka 1958 alianzisha chama cha 54 alianzisha chama cha TANU. TANU ilianza mwaka 1954. Pia tueleze kirefu cha TANU ni nini? TANU kirefu chake ni Tanganyika African National Union. Kujua Tanganyika ilipata uhuru mwaka gani? Tanganyika ilipata uhuru tarehe 9 Disemba mwaka 1961. Nyerere akawa waziri mkuu kisha akawa rais wa kwanza wa Tanganyika. Wow. Pia tunaendelea kujua, umetueleza kuwa Tanganyika ilipata uhuru mwaka 961 ambayo kwa tarehe 9 mwezi wa 12. Pia tunahitaji kujua muunganiko wa Tanganyika na Zanzibar ilikuwa ni mwaka gani? Muunganiko wa Tanganyika na Zanzibar ulikuwa ni mwaka 1964. Aliyeongoza muungano alikuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni nchi gani hizo ambazo ziliongoza muungano? Ilikuwa ni Tanganyika na Zanzibar. Na kuunda Jamhuri ya Tanzania. Kwa mnyapo na swali, kwa nini Tanzania limetokana na nchi mbili? Imetokana na nchi mbili, Tanganyika na Zanzibar. Wakaunda nchi ambayo inaitwa Tanzania. Haukumbuki kwamba primary tulifundishwa uliamani darasa la 5? Kumbukumbu zinaanza kurejea. Ndio miaka mingi. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na kipaumbele cha elimu. Unaweza kutuelezea kiufupi zaidi tupate kujua? Mwalimu Nyerere alisema kuwa elimu ni ufunguo wa maisha. Alihakikisha watoto wengi wanapata elimu ya msingi bure kabisa. Alitaka vijana wajitambue, wathamini kazi na wajitegemee. Sawa. Hapo pia umetueleza kuwa alihakikisha watoto wengi wanapata elimu ya msingi bure. Mimi na swali moja. Kwa sasa tunaona wanafunzi ndio wengi wanasoma shule ni bure, ndio bure. Lakini kwa siku hizi kuna shule zimetokea hizi za unalipa ada, unafanya hiki na hiki. Kwa hiyo tusingefanywa kwa bure. Kwa nini? Unaweza kunieleza kiufupi nikaelewa? Kutokana na sayansi ya teknolojia ya sasa, ndio maana kuna baadhi ya watu wanaamua kutafuta maeneo na kujenga baadhi ya shule na kufanya kuwa yake mwenyewe, lakini inakuwa iko katika mikono ya serikali kwa baadhi ya vitu fulani. Lakini hizi shule za government wanavyosema watu, hizo zimemilikiwa na serikali, walitoa baadhi ya pesa na kwenda kuzigharamikia shule hizo, na wanafunzi pale hawatalipa kitu chochote. Ndio maana huwa hata kuna misaada ya madaftari na vitu baadhi. Okay, nimeelewa. Kwa hata mimi mfano nikisema nifungue shule na mimi nianzisha private, ila si nitapata? Ndio, makote anatembea. Sawa, tunaendelea na mjadala wetu kuhusu baba wa taifa kwa siku ya leo tarehe 14 mwezi wa 10. Sawa, tumeona alipotokea, kipaumbele cha elimu alichokitoa. Pia tunaendelea kugusia uongozi na maadili. Mnaweza kueleza kiufupi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika uongozi wake na maadili yake alifanya nini? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hakupenda ulafi katika madaraka yake ya urais. Na alipenda usawa kwa watu wote. Alitaka mtu fulani apate hiki. Hakupenda kuwa anakupa sana na urais. Pia alistaafu rais mwaka 1985 kwa heshima. Mfano wa nadra barani Afrika. Okay, hapo kwenye hakuwa mlafi wa mali wala madaraka. Mfano ungekuwa ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, je, ungekuwa na mlafi wa madaraka, yaani wa mali za madaraka? Hapana, maana mali zote zilizopo katika serikali ni za kila Mtanzania, sio ni za mtu mmoja tu. Ni za kila Mtanzania. Na ndio maana huwa kuna nchi ya Tanzania, ya Uganda na Kenya. Kwa hiyo kila nchi inamiliki mali zake. Tanzania tunamiliki mali zetu, Kenya wanamiliki mali zao na rasilimali zao binafsi. Pia hapo wenzangu unaweza kunijibu. Ungekuwa ni mfano wewe Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ungekuwa mlafi wa mali? Hapana. Kwa sababu ukiwa madarakani upasi kuwa kwamba zile hela utazitumia peke yako. Unapaswa, kuna muda zinahitajika mashuleni, zile shule za serikali
Kwa hiyo unatoa kiasi kwa ajili ya mshahara wale walimu wanaofundisha katika shule zile za serikali. Sawa, asante. Ninaendelea kugusia hapo katika uongozi na maadili. Mfano, siku hizi tunaona watoto mtaani, unakuta mzazi hana hela ya kumpeleka mtoto wake shule, na amesema pia elimu ya msingi ni bure. Unakuta mzazi hana uwezo wa kununua mtoto wake vifaa vya shule, uniform za shule. Kama huyo tunamsaidiaje? Kama huyo ni kuna misaada mbalimbali huwa inatokea kwa ajili ya wanafunzi. Tutolee mfano, mwanafunzi aende shule ya government akiwa hana viatu, hana nguo, lakini wanapokuja wale wanaotoa misaada huwa wanawapa favor ya vitu fulani, wanawapatia kwa ajili ya maisha yao binafsi. Kwa katika uongozi wa maadili kuna vitu vingi sana tunajifunza hapo. Asante sana Evelyn kwa kunieleza zaidi, nimeelewa. Tunaweza kuendelea. Pia Mwalimu Julius Kambarage alipambana kwa ajili ya mapambano ya Afrika. Unaweza kunielezea kiufupi, yani alipambanaje? Kwa kupigana ngumi, mateke, au unaweza kunieleza? Mwalimu Nyerere alisaidia nchi nyingi za Afrika kusonga mbele dhidi ya ukoloni. Alikuwa kiongozi mwenye hekima ndani na nje ya bara. Sawa. Je, wewe ungekuwa ni Mwalimu Julius Kambarage, ungekuwa kiongozi mwenye heshima? Yeah. Kwa nini? Kwa nini? Ungeweza kunieleza kwa nini ungekuwa na heshima ndani na nje ya bara? Yes, ningekuwa na heshima ili yani niheshimiwe na watu wote, kwa sababu usipokuwa na heshima utadharauliwa na watu. Sawa. Nepi unaweza kunieleza kiufupi? Ungekuwa Mwalimu Julius Kambarage yeye mfano, ungekuwa kiongozi mwenye heshima? Ningekuwa kiongozi mwenye heshima, maana pale ambapo mtu anapokuwa na cheo fulani hahitaji kuwaletea watu dharau, majigambo. Anatakiwa kila mtu amuone kwa usawa wote, anapojiona yeye awachukue na wenzake. Ndio maana hata watu wanasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Hapo nimeelewa. Umeniambia kuwa tu umpende jirani yako kama nafsi yako. Wewe unaweza kunieleza? Kweli unaweza kumpenda jirani yako kama vile nafsi yako? Ndio, kwa sababu ile nikimchukia atanichukia. Kwa hiyo inabidi nimpende, tupendane, tuwe na upendo wote. Kwa hiyo baba wa taifa alikuwa na upendo katika nchi yake na nchi zingine kama Ndio, alikuwa na upendo. Wow. Kumbe bana Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni mwalimu mzuri kweli. Okay, tunaenda kuendelea. Tunaona pia Mwalimu Julius Kambarage katika ulisi wake kwa vijana. Unaweza kunieleza ulisi wake kwa vijana ulikuwaje? Mwalimu Julius alionyeshaje? Mwalimu Julius ulisi wake kwa vijana aliishi kwa uaminifu. Unaweza kunieleza uaminifu ni nini? Uaminifu. Maana unaweza tu kusikia tunasema uaminifu, ndio uaminifu. Unaweza kunieleza uaminifu ni nini? Nikaelewa. Actually uaminifu ni hali ya kumwambia mtu kitu cha kweli na kumweka wazi. Kwa baba yetu wa taifa alikuwa ni mtu wa kweli na kuwaweka wazi ukweli watu wa mataifa mbalimbali hata katika nchi yetu. Okay, endelea kunipa pointi za ulisi wake wa vijana. Mwalimu Nyerere alipenda nchi yake kutumikia kwa moyo. Kwa moyo? Yeah. Je, wewe unaweza kuitumikia nchi yako kwa moyo? Yeah. Ukiambiwa ufe kwa ajili ya Tanzania unakubali? Naweza. Au tu unakubali? Maana unaweza kuambiwa kuitumikia kwa moyo. Unaambiwa jitoe kwa ajili ya Tanzania. Najitoa. Au mfano unaambiwa jitoe kwa ajili ya mtu fulani anatokea Tanzania, unaweza? Naweza. Au unakubali? Tuendelee. Pia tunaona katika uundaji wa ulisi wake kwa vijana alisoma kwa bidii na kuwa raia mwema. Unaweza kunieleza kuwa raia mwema ni alikuwaje? Kuwa raia mwema. Kuwa raia mwema ni kuwa mtu mwenye uaminifu ndani yako. Unakuwa na upendo kwa watu wote. Hata utakapotoka nje ya nchi hii unakuwa na upendo, hata utakapokuwa ndani ya nchi hii unakuwa na upendo na watu wote.
Hapa nilipata swali. Umesema kuwa tunakuwa tunabidi tuwe raia wema. Mfano, ukatoka nchi za nje ukaenda huko. Tanzania ni mweusi. Ukaenda huko nchi za nje unakuta wenzako mfano huko Marekani so weusi. Je, hawana tabia kubaguana rangi kwa sasa? Kuna watu baadhi wao wanapenda kubagua rangi ya mtu, lakini kuna wale watu ambao wanachunguza kwanza ulivyo, tabia yako, moyo wako ulivyo. So unaweza ukaenda hata kama ukiwa mweusi, lakini kuna watu pale wakakuchunguza wakafahamu una moyo mzuri, una heshima kwao na umekuja kwa ajili ya kuwatendea mambo mema, sio kwa ajili ya kuwatendea mambo mabaya. Okay, pia naona Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa na roho ya kujitolea kuwasaidia wengine bila kutegemea faida yake binafsi. Kama wewe hapo mwanafunzi wenzangu, wewe unaweza kuwa kama hivyo? Yaani unajitolea kwa mwenzako bila kupata faida yoyote? Naweza. Unaweza? Kwa dunia hii ya sasa? Naweza. Unaweza kunieleza kidogo wewe unawezaje kujitoa kusaidia mwingine bila kutegemea faida binafsi? Ushawahi kujitoa nini? Ile kujitoa kibinafsi, yani kwa mfano mwenzako kapata tatizo, alafu una ile namna ya kumsaidia. Unakitoa kile kitu ambacho kinaweza kumsaidia, unamsaidia bila kuhitaji ile faida. Kwa hiyo hapo hautohitaji faida yoyote kwa sababu utakuwa umejitolea tu kwa moyo wote. Pia unaweza kueleza unajitolea nini kwa mwenzako? Kwangu mimi niliwahi kuwatolea wanafunzi wenzangu, niliwapa zawadi kama darasa. Haya, mfano umewapa zawadi, wewe rafiki yako Neema mimi namsaidia kitu. Vipi akikusaliti? Utajisikiaje? Na umemtolea je, utamfanyia malipizi mabaya au utamwacha tu aende? Nitajihisi vibaya, lakini sitahitaji kutoa yale malipizi. Yaani kifupi niseme kwamba nitashukuru tu kwa kile alichonitendea. Nitakaa. Utakuwa na kinyongo kweli? Nitakuwa na kinyongo. Unaweza kunieleza mfano mwenzako ulishajitoa kwa nini? Ulishajitolea nini kwa wenzio? Actually kujitolea nilishakujitolea na mtu kutokea na kujitolea kwangu mimi. Mfano watu walipokuwa wanataka kupigwa nilifight mpaka nikasababisha wastahikwe. Kingine nilipoumia Neema alijitolea kwa ajili yangu mimi. Mfano hapo sasa muona huyu mwenzetu ngoja tuchukue Neema. Wewe umemsaidia katika nyakati ngumu, baadaye akija kupata faida anakuacha, anakusema vibaya kwa watu nini, utajisikiaje? Je, utakuwa na roho ya kisasi au utasema tu nipite Mungu atamjibu? Sawa, maumivu yatakuwepo, nitapata maumivu, lakini ila nitaamua kuachilia. Lakini kuna baadhi ya watu wao wanapenda kuleta visasi. Okay. Kwa watu wanaoleta visasi, wote wafanya nini? Au ndio wema ni akiba na ubaya ni akiba, tenda zako uende upate malipo mema. Au tusemea msamiati. Sawa. Julius Kambarage Nyerere alizifanya hapa kwa Tanzania mpaka tukapata uhuru wa Tanganyika na Zanzibar ikapatikana neno Tanzania. Pia tunakumbukia enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kifo chake. Unaweza kutueleza Mwalimu Julius alikufa tarehe ngapi na alifia mara gani? Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikufa tarehe 14 Oktoba 1999, alifia Uingereza. Wewe mwaka ulikuwa umeshazaliwa? Hapana, nilikuwa sijafikiriwa kuzaliwa. Haya bana, tunaendelea. Ndio. Na kwa sasa, kwa nini watu wanalazimisha hii siku? Kwa nini? Unaweza kunieleza? Watu wanalazimisha hii siku kwa sababu yeye ndo aliyekuwa rais wa kwanza kuipambania nchi yetu kutoka kwenye ukoloni hadi mpaka kupatikana kwa sayansi na teknolojia. Sawa. Kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere asingepambana mpaka huko tusingepata Tanzania? Ni kweli, maana yeye alionyesha bidii na juhudi alionyesha bidii na juhudi kwamba alionyesha kwamba mimi ndo yule ambaye nitaiokoa nchi hii ya Tanzania. Sawa. Je, ukiambiwa tupamisha tu tukupeke nchi za nje Tanzania utakubali? Unaweza kukubali kweli inshallah. Amwe. Kwa nini
chai, kwa nini? Naweza kutueleza? Hapana, mimi ni Mtanzania, wala mimi sitakubali kuiacha Tanzania. Nitailinda na kuitunza. Nitaipenda kama moyo wangu ulivyo. Na kupenda Tanzania. Toka mwanajeshi. Hapana. Wewe unaipenda nchi gani? Nchi za nje unaipenda kabisa ni nchi gani? Nizungumzie. Hapana, uongo. Sikudanganya. Wewe hapo unaipenda nchi gani? Toa Tanzania ni za nje, unatamani uende kesho mkubwa. Mimi natamani niende Kenya. Mfano kwamba uame Tanzania uende Kenya, ukatumikie Kenya uko unakubali? Yaani siwezi. No, never. Siwezi, yaani kama kwenda kuwasalimia nikawasalimia, lakini siwezi kwenda kuishi huko. Wewe sina nchi zaidi ya ninayoipenda Tanzania. Ninaipenda sana Tanzania na ninapenda kuitumikia sana. kwa mfano sasa hivi rais wa sita ni Mama Samia Suluhu Hassan. Mfano akakwambia kuwa wewe umesema unaipenda Tanzania na unapenda kuitungia Tanzania. Utoke mwenyewe hapa uende nchi nyingine ukapambana na kubali. Umesema unaipenda na uko tayari kuitumikia. Kwa hiyo Mama Samia akuchagua wewe peke yako uende ukaitumikie zaidi kule kwa vita. Unakubali au utakataa? Kwa mimi, kwa vile itakuwa ni rais aliyeniambia. Kwa hapo mwanzo nilisema kwamba ninaipenda Tanzania na ninaitumikia. Itabidi nifuate yale maelekezo kwa sababu kutii ni bora kuliko sadaka. Ni heri nikaenda kutumikia, nifuate yale maelekezo niliyopewa na rais. Kwa hiyo mfano umesema kwa vile ni rais, kwa singekuwa rais ni mtu mwingine usingekubali au waziri akakwambia usingekubali. Usingekubali. Umesema uko tayari kuitumikia kwa jambo lolote likitokea pita papa against tu kapambani. Amekwambia waziri utakataa. Nitajifikiria. Sio kwa tayari kuitumikia, tunakubali. Wewe je? Mimi nitakuwa tayari kwa kutumikia nchi yangu maana naipenda sana Tanzania. Na huu ndio mwisho wa kipindi chetu ambacho tulikuwa tunajadili kuhusu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na siku ya leo ni siku ya kumbukizi lake. Sina la ziada. Nashukuru sana ewe ndugu mzazi wa kutazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi chetu. Usichoke kutufuatilia zaidi. Endelea kututazama. Ni sisi hapa wanafunzi wa Symphony Mission Secondary School.